Naleta neno la Mungu lile linasema kwamba Yesu akikuweka huru, uko huru kweli kweli. Kabisa leo kila moja ako huru kweli kweli kutoka kwa chochote kile kimemfunga ama kimemuonea ama kuinuka kinyume na maisha ya watu wa Mungu. Somo langu ama asubuhi ya leo nimetoka kwa kitabu cha Luke chapter 13 from verse 10 to 13. Niruhusu niombe alafu nisome neno la Mungu ndio nikaweze kuhubiri. Tuombe. Bwana wa mbinguni, tunakuja kwako kwa jina la Yesu. Asante kwa siku njema, siku yenye ushindi, siku yenye baraka, siku ambayo utaona uaminifu wako na ukuu wako katika mambo yote. Na kushukuru kwa nafasi hii tunashiriki neno la Bwana, neno lako pamoja na watu wako Jehova. Naamini ya kwamba ukawabariki, ukawatende mema, liwe na baraka kwao, liwe na msaada kwao, liinue imani zao, liwapee tumaini na utukufu wote utakuwa ni wako. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Useme amen mahali ulipo na kuwa na imani. Leo ni Sunday, siku ya baraka, siku ambayo tunaenda kuona ukuu wa Mungu na kuona uaminifu wa Bwana. Kitabu cha Luke chapter 13 kutoka mstari wa 10 mpaka 13 nasoma. Kama una Biblia unaweza fungua. Biblia inasema siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi moja wapo. Na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepinda hawezi kujinyosha kabisa. Yesu akamuona, akamuita, akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyoka mara ile ile, akamtukuza Mungu. Neno la leo ni neno nzuri la kila moja, na nina imani ya kwamba utabarikiwa ukilipokea kwa imani, ukilipokea ukijua kwamba Mungu ni mweza, ukilipokea ukijua ya kwamba hakuna shinda inakuja kudumu, ukilipokea ukijua ya kwamba Mungu anakuazia mema, ukilipokea ukijua ya kwamba wewe haustahili kuwa mahali ulipo, kama ni mahali ambapo ufurahi. Mungu ilikuwa siku ya Sabato ambaye alikuwa anafundisha katika sinagogi. Kama vile tunafunza neno la Mungu kwa kanisa, tunafunza neno la Mungu kutokea kupitia ujuzi redio, tunafunza neno la Mungu, watu wa Mungu wanafunza neno la Mungu kila mahali siku kama ya leo. Maandiko inasema ya kwamba akiwa anafundisha katika sinagogi, pakatokea mwanamke aliyekuwa akona pepo ya udhaifu. Yaani mwanamke akawa pengine katikati ya umati, ama pengine alisikia Yesu ako pale akasema wacha aende katika sinagogi hata yeye akasikie, ama pengine kuna mtu alimuleta, ama pengine kuna yule alimuita. Lakini maandiko inasema ya kwamba huyo mama alikuwa akona pepo ya udhaifu, ya kwamba alikuwa amegandamizwa na hiyo pepo kwa muda mrefu. Na maandiko imeandika hapa kwamba ilikuwa miaka 18. Huyu mama alikuwa ameteswa na shetani, alikuwa amegandamizwa, alikuwa na furaha, alikuwa na machozi, alikuwa amekata tamaa pengine kwa sababu hiyo pepo imemgandamiza ama imemuonea kwa miaka mingi. Miaka 18 ni miaka mingi, na kuna watu ambao pengine hujafikisha miaka 18 kwa ile mambo unapitia ngumu, ama kuna mambo ambayo furahi umepitia kwa kipindi, ama kuna jambo ambalo limetokea kwa maisha yako, ama katika mambo unayopitia siku baada nyingine umepitia mambo kama haya ambayo inaleta udhaifu katika maisha yako, inaleta udhaifu katika mwili wako, inaleta udhaifu hata kwa familia isiinuke, inaleta udhaifu kwa njia moja ama nyingine. Udhaifu wa huu mama ungefanya afike mbali, ungefanya kwamba aone kitu akiwa ako mahali pale, kwa sababu mgongo wake ulikuwa umepinda. Kwa hivyo angeweza kuinuka aone mbali, angeweza kuangalia nyuma kwa urahisi. Lakini nataka kukuambia ya kwamba mchana wa leo, hata kama kuna mambo ambayo imekufanya ukapinda maisha yako, hiyo pepo inapinda maisha yako, hata kama ni ya kiroho,
hata kama ni ya kimwili. Kuna mahali ambapo unaona maisha imepinda, lakini nataka kusema ya kwamba kupinda ni ile hali ya kukufanya usifike mahali unatamani kufika. Inakuweka uwe mtu wa kuchelewa pengine, ama uwezi inuka uone mbali, uwezi inuka uangalie nyuma kwa haraka. Kuna vitu ambavyo vinakufanya ukuwe stagnant, ama kitu ambayo inakufanya uoni mbali, ama kitu ambayo inafanya usifikie kitu ambacho unataka kufikia. Hiyo ndio hali huyo mama alikuwa, kwa sababu mgongo ukiwa umepinda angeweza ona mbali, alikuwa tu anaona mahali hapo tu karibu. Kuna hali ambazo wapendwa zinatufanya tusiweze kuona mbali, tusumbua, tusiwezi enda mbali, tusiwezi hata fanya kazi ngumu, tusiweze hata kufanya ama kukimbia ama kufanya mambo ambayo tunaweza kufanya kulingana na vile Mungu ametuumba. Kuna kitu ambayo inakufanya ukue slow katika mambo ambayo unapitia. Huyu mama alikuwa katika hiyo hali, mwili wake, mgongo wake ulikuwa umepinda, kwa hivyo angeweza kukimbia. Kuna vitu ambavyo vinakumba watu ya kwamba huwezi kimbia, pengine maisha inaweza kupinda, huwezi kimbia, ama hali inakufanya huwezi kimbia. Chenye unataka kufanya kwa haraka unajikuta ya kwamba huwezi. Mali unatamani kukimbia kwa haraka, unafikiri inakuwa hauwezi. Kitu ambao unataka kufanya kwa urahisi, hali inakufanya ya kwamba unachelewa, ama uifanyi kulingana na tamanio lako, ama kulingana na ule uwezo wako. Yani inakuwekea limit, inakuwekea mpaka. My God, kama kuna mtu wa aina hiyo, ndiko inasema Yesu alipomuona aliweza kumuombea na akamwekelea mkono. Jana wa leo mpendwa, nataka kukuambia ya kwamba Yesu ako kila mahali. Maandiko inatuambia ya kwamba yule mwana anaweka huru, anakuwa huru kweli kweli. Kwa hivyo ni jukumu lako mahali ulipo, hata kama uko na hali kama ya huyo mama, nataka uamini ya kwamba Mungu anaweza kukufikia, kwa sababu yeye hutuma neno lake likaweze kutuponya. Kwa hivyo mchana wa leo unaposikia neno la Mungu, analituma ili liweze kukutoa kutoka hiyo hali ambayo inakuwekea limit, yani inakusuilia usikimbie mbio zako kwa haraka, usiendelee kwa haraka katika maisha haya. Inakuwekea mpaka usiweze kuendelea, ama inakuwa ni kisuizi katika maisha yako. Pengine huyu mama kuna mahali angeweza enda. Kwa sababu gani? Watu wangemchekelea, watoto wangemchekelea. Kwa sababu gani? Watu wengine wanaweza muuliza maswali ambayo inamvunja moyo. Kwa hivyo hata mchana wa leo ninapokuzungumzia, ninajua ya kwamba kuna watu wako katika hali ambao unasema ya kwamba wacha nikae peke yangu. Kwa sababu gani? Sitaki watu waniulize maswali mengi, sitaki kukwasika moyo wangu, sitaki watu wakunivunja moyo. Kwa hivyo unaona ni heri kukaa peke yako. Kwa hivyo mchana wa leo nataka kukwambia ya kwamba ni heri ujua ya kwamba mahali unastahili kwenda ni kwa Yesu Kristo, kwa sababu akiona hali yako ataweza kukuponya. Huyu mama katika ile hali alijitia moyo katika Bwana, akasema hata mimi, hata kama nimepindwa mgongo wangu, hata kama hii pepo iko ndani yangu, nataka kuenda hiyo sinagogi nikapate kumuona Yesu Kristo. Na alipoenda kumuona Yesu Kristo, kumbe Yesu alikuwa na jawabu. Nataka kusemaje mpendwa asubuhi ya leo? Yesu ako na jawabu katika ile hali yote ambayo unapitia. Iwe ni mgongo umepindwa, ama ni njia moja ama ingine, iwe ni kisuizi katika maisha yako, ama iwe ni mahali ambapo unataka kukimbia ama kuona ushindi na huwezi ona kwa sababu ya zile hali unapitia. Jana wa leo nataka kuambia ya kwamba hata wewe jitie moyo katika Kristo Yesu. Hata wewe amini ya kwamba Mungu anaweza. Huyu mama, maandiko inasema ya kwamba kwa miaka 18, yani ilikuwa muda mrefu, hii pepo ilikuwa imemtesa, hii pepo ilikuwa imemfinyilia, hii pepo ilikuwa imemsumbua, hii pepo ilikuwa imeleta aibu, kilio katika maisha yake. Lakini wacha nikwambie siri moja alijua huyo mama. Aliona ya kwamba hii hali imenisumbua kwa muda mrefu. Aliona amekaa kwa machozi muda mrefu, akaona amekaa katika huo udhaifu kwa muda mrefu.
na hiyo siku akaamua kwenda sinagogi. Kumbe jawabu lake liko mahali pale. Kumbe uponyaji wake uko mahali pale. Kumbe suluhisho la maisha lake liko mahali pale. Pendo, nataka kukuambia aje, Yesu ni muweza na anaweza mambo yote. Maandiko inasema yule mwana ameweka huru, kumbe hako huru kweli kweli. Nataka kukuambia aje asubuhi ya leo, Bwana Mungu wetu anakupenda, anakuazia mema. Anatamani hata wewe utoke katika huo udhaifu wa aina yoyote ile. Mahali unasikia umefungwa, mahali unaona ya kwamba uwezi, mahali ambapo unaona umefika mwisho, mahali ambapo umekaa kwa kulia siku baada nyingine. Ninakuomba mpendwa, mchana wa leo, chukua nafasi, jijue uko mahali wapi. Jiamulie wewe mwenyewe, uamini ya kwamba Mungu wetu anaweza kukuponya. Yule mama alisema, licha nimekuwa katika udhaifu wa jinsi hii, licha kama nimekuwa nimejifungia pengine katika maisha yangu nikakaa katika upweke, aliamini hiyo siku, wacha watu wanione wanichekelea, wacha watu wanione waniulize maswali, lakini ninajua siku ya leo hii pepo inaenda kutoka katika maisha yangu. Yesu anaweka huru, Yesu anakomboa, Yesu anatenda mambo maajabu. Kwa hivyo ni jukumu lako mpendwa, kama una udhaifu wa aina yoyote katika maisha yako, nataka kukuambia aje siku ya leo, nikwambie kwamba Yesu anaweza. Jukumu lako ni kuamua. Jukumu lako ni kuenda mahali uwepo wa Mungu ulipo. Jukumu lako ni kuenda mahali Roho wa Bwana anatembea. Jukumu lako ni kwenda mahali makuhani wapo. Jukumu lako ni kwenda mahali maombi inaombwa. Kwa hivyo ukiamua jinsi hivyo, Mungu ako mahali pale, atakupokelea na atakufanya ukue huru, na ukue huru kweli kweli. Hakuna jambo ngumu kwa Bwana. Hakuna jambo Mungu hawezi. Hakuna jambo linatisha Mungu. Hakuna jambo ambayo majaribu huja pasipo yeye kujua. Kila jaribu likija, anajua ya kwamba unaweza kustahimili, na wakati ukifika wake wa kukomboa, anaweza kukomboa. Kwa hivyo yule mama alikuwa mahali pale akingojea siku yake, akingojea Mungu amtendee, akingojea aone wema wa Bwana, akingojea aone utukufu wa Bwana. Na nakuhakikishia ya kwamba alipojua kuna msaada kwa Kristo Yesu, aliweza kuenda mahali panapofaa. Jana wa leo nataka kuambia aje, inuka utoke katika hiyo hali, ukutane na Yesu Kristo. Yule mama angekaa nyumbani, yule mama angekaa kwa kitanda, yule mama angeketi nje, Mungu angeweza muona, Bwana angeweza muona, Yesu angemfikia, lakini aliamua, wacha niende leo sinagogi nikaweze kumuona huyu Yesu ambaye ninasikia kwamba anatenda mambo, hata na mimi akanitendee. Mpendo, mchana wa leo, ni nini nimekufanya ukafinyiliwa katika maisha yako? Ni nini imekugandamiza? Udhaifu wako ni gani? Ni lazima utambue. Huyu mama alikuwa anajua udhaifu wangu ni kupindwa mgongo wangu, na akajua ya kwamba nikienda kwa Kristo Yesu nitasimama tena. Hata na wewe ni lazima ujue udhaifu wako ni gani. Ni lazima utambue shinda yako ni gani. Ni lazima ujue ni nini inakusumbua. Wengine ni dhambi inawasumbua. Ukijua ni dhambi na kusumbua, enda mahali Yesu anahubiriwa na upate kupokea huyu Yesu, na utaweza kumshinda shetani na mambo ya dunia. Wengine udhaifu wao ni miili yao imefinyiliwa na pengine na magonjwa, pengine maradhi, pengine usikii mzuri, pengine umekata tamaa. Enda mahali Yesu anahubiriwa, huko ndio kuko na jawabu. Muamini huyu Yesu anaweza kukutendea, na utatoka mahali pale ukiwa na furaha. Utatoka mahali pale ukijua ya Mungu akiwa amekutendea. Jana wa leo Yesu anakuuliza, udhaifu wako ni gani? Ni shinda yako ni gani? Yeye ni muweza, anaweza kukutendea. Yeye ni Mungu anaweza kukutendea. Yeye ni Mungu anaweza kukurejeshea chochote kile adui ameiba. Wengine udhaifu wao, pengine kuna kitu ambaye imevunja moyo wako. Unasikia moyo wako ni kana kwamba unakata tamaa. Unaona kana kwamba wewe ndio uko katika hiyo hali. Nataka ujue ya kwamba sio wewe peke yako uko katika hiyo hali.
ili ya hiyo hali ifike kwako ilikuwa kwa mwingine na akashinda. Hata na wewe mchana wa leo na kuhimiza ya kwamba ujue hivi ya kwamba chochote ambacho unapitia, mwingine amewahi kuwa pale na akatoboa, mwingine amewahi kuwa pale na akapata kuwa na ushindi. Hata na wewe usikate tamaa. Shetani ndio muongo, anakudanganya. Shetani ni mwizi. Shetani huiba furaha yetu. Shetani huiba mambo ambayo tungekuwa tukifurahia. Lakini leo nimekuja kukuambia kwamba Yesu akikuweka huru utakuwa huru kweli kweli. Ni nini udhaifu wako katika maisha yako, katika mwili wako? Wengine ni uongo. Unakuta ya kwamba hata kama utaki kudanganya, umedanganya tayari. Huyo ni udhaifu. Na hiyo ni mbegu ya Shetani, na ni lazima uishinde kwa sababu Mungu anakupenda na Mungu ni wa kweli. Angependa uwe ukiongea ukweli kama jinsi vile Yesu alivyo anaongea ukweli. Kwa hivyo ni udhaifu, na madhaifu ya aina hii inaleta shida katika maisha yetu. Yesu anaweka huru, na nimekuja kukuambia ya kwamba udhaifu mwenyewe wewe ndio unajua. Ndio unajua ni shida gani katika maisha yako. Ndio unajua ni shida gani imekusumbua kwa miaka mingi. Wengine pengine si miaka mingi kama huyo mama. Pengine ni miezi, pengine ni wiki. Nataka kwamba ujue hivi, hata kama ni wiki moja, hata kama ni wiki mbili, hata kama ni mwezi, hata kama ni mwaka moja, ni kuambia ya kwamba kama inakusumbua, amini ya kwamba Yesu anaweza kukuhudumia mchana wa leo. Yesu anaweza kukugusa mchana wa leo. Yesu anaweza kubadilisha maisha yako mchana wa leo. Muamini tu na umuone kwamba ako na ule uwezo. Maandiko inasema huyu mama alipoenda pale sinagogi, Yesu aliweza kumuona. Naamini ya kwamba hata wewe uamini Mungu mahali ulipo, Yesu anaweza kukuona. Amini ya kwamba Mungu anaweza kukutendea. Kwa hivyo Yesu alipomuona yule mtu, alimuita. Hata na wewe Yesu anakuita ili akukomboe kutokana na kifungo na minyororo ya kila aina, kutokana na udhaifu wa kila aina. Dhaifu zingine hatuwezi taja zote mahali hapa, lakini wewe unajua ni udhaifu aina gani uko nao katika maisha yako. Na nikwambia na nikuhakikishia ya kwamba Yesu anaona. Na alipoona yule mama hakunyamaza. Yesu hawezi nyamaza akiona. Alipomnyamaza alimuita. Hata na wewe Yesu anakuita kukomboe. Yesu anakuita kuweke huru. Yesu anakuita kufanyie mambo mazuri. Yesu anakuita kurembeshe. Yesu anakuita kutie nguvu. Yesu anakuita kuishe tena. Yesu anakuita kutengeneze kwa utukufu wa jina lake. Yesu anakuita abadilishe maisha yako. Yesu anakuita kurembeshe. Yesu anakuita akupe furaha. Yesu anakuita akutendee mambo makuu, hata yale mwanadamu angeweza kutendea. Wengine ni amani hawana, wengine ni tumaini hamna. Yesu anakuita akupee tumaini. Yesu anakuita akutie moyo. Yesu anakuita akutendee ile ndugu yako ama dada yako angeweza kukutendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo alimuita. Hata wewe Yesu anakuita. Uwe unatembea kwa barabara, anakuita, anaona huo udhaifu. Ni wewe unafaa kufungua macho, usikia akikuita, uitike na uende kwake. Kama uko na udhaifu ndiye aweze kukuhudumia. Huyu mama maandiko inasema akamuita. Mtu akiitwa uitika. Na kuambia ya kwamba mchana wa leo ukiitwa na Yesu, sikia sauti ya Yesu, kwa sababu kwake ndio kuna msaada peke yake. Huyu mama alipoitwa hakutoka nje, hakulalamika, hakunungunika, hakusema mbona ni mimi ninaitwa. Katikati ya umati mwingi ama katikati ya watu wengi, Yesu alipomuita, naamini ya kwamba aliitika na kaenda pale mbele. Na maandiko inasema Yesu akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Asubuhi ya leo nataka kukuambia ya kwamba tambua udhaifu ulio nao katika maisha yako. Ni wewe utajua huo udhaifu ulio nao, na umwamini Mungu anaweza. Na maandiko inasema Yesu akafungua kinywa chake akamwambia, umefunguliwa katika udhaifu wako. Hata wewe mchana wa leo amini ya kwamba Yesu anaweza kukufungua kutoka kwa udhaifu wa aina yote. Wengine ni waoga, hata kwenda kanisani unaona uoga wa kwenda kanisani. Yaani unajiuliza watu wataonaje nikienda church.
chachi ndio mahali kuna suluhisho. Chachi ndio Yesu anatembea zaidi ya huko nje. Yesu ako katika chachi kwa sababu uwepo wake uko mahali pale. Ako pale na Roho wake Mtakatifu akitenda mambo makuu. Ako pale kuhudumia watu. Mahali uwepo wa Mungu upo ndio miujiza kama hii inatendeka. Udhaifu wa aina yote unatoka. Mapepo ya kila aina inakemewa na inaenda. Mapepo ambayo inakusumbua usiku na mchana. Wengine ni kulala hawalali. Ulali kabisa kwa sababu ya uoga. Ukijaribu kulala unaona mambo mabaya. Ama unaota ndoto mbaya. Hiyo ni pepo, ni udhaifu wako wewe. Ni lazima utambue ya kwamba unafaa kulala kama mtoto mdogo. Kwa sababu Mungu anasema katika neno lake, yeye hupea watu wale wawapendao usingizi kama wa watoto. Kwa hivyo unafaa kulala kama mtoto, lakini angalia mapepo vile inakuseta, vile inakunyanyaza ya kwamba hata aulali. Hiyo ni udhaifu. Tambua huo udhaifu na mwambie Bwana, mimi nataka unikomboe kutokana na hii roho ya ndoto mbaya, mapepo ambayo inakuseta. Wengine wananyongwa usiku wanapolala, lakini wacha nikwambie msaada uko kwa Kristo Yesu. Wengine ni uoga, hata wakiwa kwa barabara, ukiwa peke yako unaogopa chochote kile unaona. Ni pepo iko ndani yako, ni roho ambayo inakusumbua. Ni wewe unafaa kujua ya kwamba nastahili kukaa mjasiri kwa sababu Mungu ako na mimi kila wakati, na ukaweza kushinda hiyo roho ya uoga. Tena wacha nikwambie pendo, asubuhi ya leo, udhaifu ni wa aina nyingi. Wengine wamefungwa na roho ya uoga, wengine wamefungwa na laana za aina yote, wengine wamefungwa na madhabahu ya wazazi wao, mababu wao walioondoka duniani, wengine wamefungwa na hali nyingi ambazo zimekuwekea limit ya kwamba huwezi songa katika haya maisha. Wengine ni laana zilitamkwa kwenu, wengine ni maneno ilitamkwa kwako ya kwamba uendelee. Huo ni udhaifu. Pengine kuna mtu alisema utawahi endelea na wewe hujawahi jua. Kaa ufikirie, ni kwa nini siendelee? Huo ni udhaifu. Mungu anasema anafurahia wakati watu wake wanafanikiwa. Hata wewe angalia, kutofanikiwa kwako ni pepo ya umaskini, ni roho mbaya, ni neno nilitamkiwa. Hii imetoka wapi? Kwa sababu Mungu hupenda kubariki watu wake. Ndio maana mvua itanyesha, watu wapande wakule. Ndio maana ufanye biashara, ufanikiwe. Hiyo ndio mpango wa Mungu, kila mmoja afanikiwe katika haya maisha. Kwa hivyo mpendwa, mchana wa leo, asubuhi njema wacha nikwambia ya kwamba ufungwa ni wa aina nyingi. Ni wewe utajua binafsi nimefungwa wapi. Huyu mama alijua ya kwamba mimi nina udhaifu, nimepindwa katika mgongo wangu, na akaenda kumuona Yesu. Hata na wewe angalia, ni kwa nini siendelee? Ni kwa nini sioni mbele? Ni kwa nini nimekaa hivi? Ni roho ya umaskini, ni laana. Nani alinitamkia? Ni sauti gani nilisikia nikaipokea nikaamini? Ilitoka kwa Mungu ama ni kwa shetani? Ukitambua haya maneno, ni rahisi kwako Mungu kukufungua, kwa sababu ukijua shinda iko wapi, ikutatuliwa ni rahisi. Ni kama vile ukienda kwa daktari, lazima umueleze mahali unaumwa. Hata kwa Kristo Yesu ukija kwake, ni wewe utamwambia Yesu, udhaifu wangu ni uoga, udhaifu wangu ni ugonjwa, udhaifu wangu mimi nimepagawa, mawazo yangu imegandamizwa, moyo wangu umegandamizwa na nguvu za giza. Ukimwambia hivyo, kuja Yesu nikomboe, kuja uniweke huru, kuja unitendee, atakutendea, kwa sababu yeye ni mwaminifu na yeye ni mwema na mwingi wa rehema kwetu. Anatuhurumia wakati tunapomwambia. Anaona jinsi tunavyoteseka. Hata wakati waona wa Israeli, Mungu aliona vile wameteswa. Mungu aliona mambo walipitia. Mungu aliona vile walikuwa wamefinyiliwa, na mpaka akakuja kusikia kilio chao. Hata wewe asubuhi ya leo, Mungu anasikia kilio chako. Mungu anaona kuteseka kwako. Mungu anaona kufinyiliwa kwako. Ni wewe utamwamini,
umwambie ya kwamba niko hapa, nifungue. Jambo lingine ni wewe utachoka na hiyo hali. Usipochoka na hiyo hali utakaa hivyo kwa sababu umeamua kukaa katika hiyo hali. Lakini ukichoka kama huyu mama, useme leo naenda sinagogi, leo natafuta mtumishi wa Bwana, leo nataka kukaa uweponi mwa Mungu, leo nataka Bwana anifikie mahali nilipo, nataka kuhisi uwepo wa Bwana, nataka Mungu aniguse. Mungu wetu ni mwaminifu na atakutendea. Asubuhi ya leo ni asubuhi njema. Asubuhi ya leo ni asubuhi ambayo Mungu anapenda usikie hili neno likapate kuwa la msaada kwako, likapate kukuinua, likapate kuleta uponyaji katika maisha yako. Huyu mama alifunguliwa. Maandiko inasema alipoenda kwa Yesu akamwekelea mkono, akaweka mikono juu yake, naye akanyoka mara ile ile. Nakwambia ya kwamba Mungu akikuwekelea mkono, ama uwepo wa Bwana ukishuka juu ya maisha yako, ama Roho wa Bwana akitembea, ama ukiwekelewa mkono na mtumishi wa Bwana, unaenda kuponya, unaenda kuwekwa huru, unaenda kukombolewa, unaenda kufurahia haya maisha. Yesu akaweka mikono yake juu ya yule mama, na maandiko inasema yule alikuwa ameinama akainuka tena, yule alikuwa analia akaanza kucheka tena. Pendo, acha nikwambie, amini Mungu akuponye. Amini wekelewa mikono upone. Kuna vitu lazima uwekelewa mkono. Kuna vitu lazima uongozwe sala la toba. Kama dhambi itabidi uongozwe sala la toba. Kama ni magonjwa, kuna mengine ni lazima iwekelewe mkono. Kuna mengine ya kukemewa. Na kuna kama hii Yesu mwenyewe aliona pamoja na kukemea atamwekelea mkono, na alipomwekelea mkono aliweza kuinuka. Wacha nikwambie, amini ya kwamba hata unapowekelewa mkono unapokea uponyaji, unapokea uhuru wako, unapokea ukombozi wako. Kwa hivyo alipowekelewa mkono, yule ambaye alikuwa amepinda mwili wake, maandiko inasema alipona pale pale. Inamaanisha alipopona aliinuka. Kwa hivyo yule alikuwa ameinama akainuka. Nataka kusemaje mpendo asubuhi ya leo? Wewe ambaye kuna hali ambayo imekufanya ukainama, ninaamini ya kwamba unaenda kuinuka katika jina la Yesu Kristo, na kutabiria ya kwamba hiyo hali haitakuangamiza, hiyo hali haitaendelea kusukuma maisha yako, hiyo hali haitaendelea kukukosesha amani na furaha. Unaenda kuinuka tena. Na kwa hivyo katika jina la Yesu Kristo, ninaamini ya kwamba uamini pamoja na mimi ya kwamba hiyo hali itaondoka katika jina la Yesu. Utakuwa huru na utakuwa kweli kweli. Yesu alikuja kuweka huru na weke kweli kweli. Kwa hivyo asubuhi ya leo, hali yoyote ambayo imekufanya ukainama, tunaikemea kwa jina la Yesu Kristo. Aibu ya aina yote imekufanya ujifiche na ujifungie, tunaiondoa katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Leo ni siku ya Bwana. Leo ni siku ya kufurahia. Na asubuhi ya leo, yoyote yule amepitia shinda kama hii, matatizo kama haya, aibu kama hii, kilio cha aina hii, majuto kama hii, eli usikie sauti ya Bwana inayosema ya kwamba Yesu alikuja kuweka na anaweka huru kweli kweli. Kwa hivyo asubuhi ya leo, ni ombi langu Bwana kuweke huru kweli kweli. Utoke katika hiyo hali ya kuinama. Umeinama kwa muda mrefu. Leo inuka kwa jina la Yesu Kristo. Umekuwa ukiona mahali hapo tu, lakini leo inuka uone mbali. Inuka katika maisha yako ukaweze kumuona Bwana. Inuka usonge na mbele. Hiyo hali imekufunga kwa miaka mingi, asubuhi ya leo na ikemea katika jina la Kristo mwana wa Mungu. Magonjwa haya yamekuweka, pengine hata si kama miaka 15 kama huyu mama, hata kama ni siku moja. Hiyo roho ya magonjwa na ikemea, udhaifu wa kila aina na ukemea katika jina la Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Leo utawekwa huru na uwekwe huru kweli kweli. Roho ya umaskini ambayo imekugandamiza na ikemea asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Hiyo roho ya uoga ambayo imekuseta na
na kukugandamiza kwa miaka mingi, na ikemea kwa jina la Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hiyo roho ya kutokosa, ya kutokuwa hauna usingizi, tunaikemea asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Udhaifu aina yoyote na uondoa katika maisha yako katika jina la Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa jina la mwana wa Mungu nachukua nguvu na mamlaka kinyume ya kila silaha ambayo inainuka kinyume nawe, ya kukukosesha furaha na amani, inayokufanya usisonge na mbele, inayokufanya uiname siku baada nyingine. Hiyo roho na hiyo silaha na ikemea kwa jina la Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Maandiko inasema yule mama aliponyoka mgongo wake, maandiko inasema akamtukuza Bwana. Leo nakutabiria ya kwamba utamtukuza Mungu muumba wako, utampenda Mungu muumba wako, utamtumikia Mungu muumba wako, kwa sababu anakuhitaji katika kazi yake, anakuhitaji katika huduma, anakuhitaji katika familia. Na hata hivyo unahitajika ukaweze kufanya jambo katika nyumba ya Mungu na ukafanya mambo katika familia. Huyu mama alipopona alirudi kwa familia yake na kukapata kuwa na furaha, kukapata kuwa na kicheko, kukapata kuwa na maendeleo. Tana wacha nikwambie, unaweza kuwa na maendeleo. Ukishapona enda sasa uendelee. Ukishawekwa huru enda uendelee. Na asubuhi ya leo ninakufungua ukaendelee kutokana na ufungwa na vifungo vya kila aina, kutokana na minyororo ya kila aina. Nimekuja kukufungua uende ukafurahia maisha yako, uende ukampende Bwana, uende ukainuke na uinue jamii, na ukainue wandugu na wandanda wale ambao wamekuzunguka. Ni kwa sababu Mungu hiyo ndio mapenzi yake, ya kwamba ukafanya kazi yako kwa furaha. Asubuhi ya leo yule mama alipopona, maandiko inasema alimtukuza Bwana. Inaamini ya kwamba aliendelea kumfuata Kristo, naamini ya kwamba aliendelea kukaa katika nyumba ya Bwana, aliendelea kuwa na ushirika, aliendelea kusema ya kwamba Yesu ni mponyaji, Yesu anaweka huru. Na asubuhi ya leo niko katika hii mitambo nikwambie kwamba Yesu anaweka huru, Yesu anakomboa, Yesu anainua, Yesu anaponya, Yesu anafariji, Yesu anaondoa mizigo aina yote. Unaweza kuwa umebeba mizigo ambayo pengine hujui, pengine ni mapepo waliweka katika maisha yako na hujui. Unasikia uko mzito katika maisha yako, mawazo yako unasikia uzito, mwili wako unasikia ni uzito. Leo nimekuja kukuambia hiyo mizigo shetani amekubebesha, tunaiondoa kwa maisha yako katika jina la Yesu. Enda umtukuze Bwana, enda utumike katika nyumba ya Mungu, enda usaidie mwingine, enda ushuhudie matendo yale Mungu anakutendea. Ni kwa sababu akikufungua anakufungua na ukue huru, na ukue huru kweli kweli. Asubuhi ya leo ni asubuhi njema ambaye Mungu anakuazia mema. Kwa hivyo ufungwa hauji kukuua, magonjwa itakuua, hiyo hali haitakuua na itakuangamiza. Tazama msalaba Bwana akuweke huru. Tazama Mungu umpende na akuweke huru. Tazama matendo ya Bwana yale ametenda katika maisha ya wengine, na wewe ujitie moyo, uamini ya kwamba atakutendea hata na wewe, kwa sababu Mungu wetu huwa anatenda, Mungu wetu huwa anaweza. Maandiko inatuambia katika kitabu cha Zaburi 146 Psalms and verse 7. Maandiko inasema uwafanyia hukumu walioonewa, uwapa wenye njaa chakula. Bwana ufungua waliofungwa. Mchana wa leo nataka kukuambia Mungu ufungua wote waliofungwa. Ni wewe utajua, ujirundie katika mawazo yako, ujiulize katika maisha yangu, mbona siendelei, mbona siinuki, mbona sisongi na mbele? Ni ufungwa wa aina gani? Yesu alikuja kufungua, na ndio maana maandiko inasema kwamba yeye uwapa chakula walio na njaa. Yaani kama una njaa atakupea chakula, kama una mavazi Mungu atakupea mavazi, kama una furaha Mungu atakupea furaha, kama kuna kitu ambao unahitaji yeye ni suluhisho atakupatia. Na maandiko inasema ya kwamba Bwana uwafungua waliofungwa.
Ni nini imekufunga? Ni wapi umefungwa? Pokea siku ya leo kufunguliwa kwako. Pokea uhuru wako siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Pokea baraka zako leo katika jina la Yesu Kristo. Pokea amani yako leo katika jina la Yesu. Chenye umepoteza, mahali unasikia umefungwa, leo nimekuja kukufungua katika jina la Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Funguliwa kutokana na ufungwa wa aina yote. Wekwa huru kutokana na nguvu zote za kila aina za giza, za pepo ama kiuchawi ya kila aina. Wekwa huru siku ya leo. Natuma neno la Mungu likuweke huru. Likuweke huru, likuponye kutoka kichwa hadi nyayo za mguu. Kama ukuwa unacheka uanze kucheka. Kama ukuwa na furaha uanze kuwa na furaha. Kama ulikuwa na maswali mengi ujue Yesu ndiyo jawabu ya kila swali. Kama ulikuwa umevunjika moyo leo utiwe moyo ndani ya Kristo Yesu. Kama ulikuwa uoni mbali leo macho yako ya ndani ipate kufunguka na uanze kuona ukiishi miaka mingi. Uanze kuona ya kwamba ukitumikia Mungu kwa miaka mingi. Uanze kuona ya kwamba wewe ni mtajiri, wewe utatajirika, wewe utaishi kwa furaha, wewe na familia yako mnasonga na mbele katika jina la Yesu Kristo. Leo funguliwa kutokana na ufungo wa kila aina. Yoyote chochote kile unasikia kama kwamba kimekufunga, leo hiyo minyororo ifunguke. Leo hiyo minyororo ikatike. Leo hiyo kifungo kivunjike katika jina la Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu alikuja kuweka huru. Yesu alikuja kukomboa. Yesu alikuja kusaidia wale wameonewa na shetani. Yesu alikuja kukufanya ukuwe na furaha. Maandiko inasema alidhihirishwa kuharibu na kuangamiza nguvu zote za giza. Kwa hivyo Mungu wetu ni mwaminifu, Mungu wetu ni muweza. Kombolewa siku ya leo kutokana na kifungo cha kila aina, kutokana na aibu ya kila aina. Na achilia uwepo wa Bwana, na achilia nguvu za Mungu. Upate kukombolewa, upate kuinuka, upate kusonga na mbele katika haya maisha. Upate kuinuka. Yule mama na furahi ya kwamba vile alikuwa ameinama, alipata kusimama tena na kaanza kusonga na maisha yake. Hata wewe kutoka kwa kunungunika, achana na manunguniko, achana na roho ya kutoamini, achana na roho ya kutia mashaka. Amini kile unaambiwa, na ukiamini kile unaambiwa, Mungu wetu anakuja kukusaidia. Ukiamini neno la Mungu, ukiamini matendo ya Mungu yale anafanya, hata wewe Mungu atakutendea ukapate kuwa wa baraka kwa wengine. Huyu mama nina imani ya kwamba aliposimama, alikimbia kwa marafiki, alikimbia kwa ndugu zake, alikimbia kijijini akisema ya kwamba yule alikuwa ameinama sasa ameinuka. Yule alikuwa anachekelewa sasa atasaidia hata mwingine. Yule alikuwa amevunjika moyo sasa atatia mwingine moyo. Pendwa, hiyo hali unapitia, pengine Mungu anataka ukaweze kutia mwingine moyo, ukaweze kuhudumia hata wengine. Kwa hivyo hiyo hali haitakufanya usikate tamaa, haitakufanya kwamba ndio itawaleta kikomo katika maisha yako. Hapana, mambo ingine Mungu achilia akaweze kujitukuza. Kwa hivyo hata hii hali ya huyu mama, pengine Yesu angeenda kwake lakini aliachilia, pengine angetendewa lakini aliachilia ili ya kwamba akaweze kumtia mwingine moyo. Na zaidi ya yote jina la Mungu wetu litukuzwe. Kwa hivyo kuna hali ambazo Mungu pia huangalia na anakuja hili jina lake litukuzwe. Mchana wa leo nataka kukuambia ya kwamba mambo ni mengi tunapitia, lakini kuko na suluhisho. Mambo ni mengi tunaona, lakini Mungu anatufungulia njia. Hali ni nyingi ambazo tunapitia, lakini Mungu wetu ni muweza. Lako ndanda ama ndugu, wewe usikate tamaa, wewe usivunjike moyo, wewe usione kana kwamba maisha yako imefika mwisho. Hakuna jambo ngumu kwa Bwana, kama vile nilisema. Hakuna jambo Mungu hawezi. Mambo yote inawezekana katika Kristo Yesu. Mambo yote inawezekana. Ukimwamini inawezekana. Kwa hivyo amini kama vile huyu mama aliamini na akaweza kupata muujiza wake. Hata wewe leo, siku ya leo, amini. Hata ukienda kanisani,
enda ukiwa na udhaifu wa aina hiyo. Mahali pale ndio kuna suluhisho, mahali pale ndio uwepo wa Bwana huko. Na wewe uamini ya kwamba nikiingia mahali uweponi wa Mungu huko, natoka na ushuhuda, natoka na nguvu mpya, natoka na furaha, natoka nikicheka, natoka nikiwa niko na nguvu tena, kwa sifa na utukufu wa jina la Bwana. Mchana wa leo nataka kuamini ya kwamba, wacha tuombe na uamini ya kwamba kile tumezungumza na vile neno limesema utatendewa hata na wewe. Bwana Mungu alikuja kufungua. Amini utafunguliwa, amini utawekwa huru, amini utapona, amini utaokoka, amini utatendewa kulingana na tamanio la moyo wako, kulingana na hitaji lako, kulingana na kilio chako, na kulingana na ombi lako, katika jina la Yesu Kristo. Amini pamoja na mimi tukaweze kuomba tunapomalizia.